Yanga dhidi ya Mtibwa Sugar Katamiwa kutoka mkoani Morogoro. Kwangu imekuwa na furaha bwana, timu ya nyumbani imepata alama moja. Wewe nataka utuambie kifundi, zilikuwa dakika 90 za namna gani? Waamuzi, je, walifanikiwa kwa namna gani kuchezesha mchezo wa Yanga dhidi ya Mtibwa? Kwa sababu mwisho wa siku kuna malalamiko pia ya waamuzi, goli la Mtibwa, lakini pia inaonekana kuna penalty ya wazi imenyimwa. Je, ni kweli ama ndiyo baada ya kukosa ushindi Yanga wameanza kutengeneza pia sintofahamu nyingi? Nafikiri jambo la kwanza kabisa niweze kufanya reference. Wakati wa muda wa mapumziko nilikuwa namwambia Steve Mapunda, nikamwambia ukiona timu ndogo inapishana na timu kubwa, yes, maana yake timu kubwa imeshuka kiwango. Okay. Na Yanga hayogopeki tena. Ndio maana Mtibwa na riski. Tumeshaanza kuiona Yanga katika msimu wa karibuni wakiwa kiwanjani, always timu yoyote ndogo inapeleka mbele mtu mmoja na kuacha 8 mpaka 10 katikati eneo la ulinzi, kwa sababu wanaamini kwamba hawana uzito. Lakini imefika hatua Mtibwa wameona kwamba wao wanaweza kupishana na Yanga, ndio maana wanafanya mashambulizi, Yanga anafanya mashambulizi. Na kipindi cha kwanza baada ya Yanga kuscore, Mtibwa ilikuwa ni almanusula na ninaona Said Mkopi aweze kuchomoa goli, ule mpira ambao ndio mwamba ukarudi. Kwa hiyo nasema kwamba hii sio dalili nzuri kwa mwalimu wa mpira. Na sio dalili nzuri kwa sababu tayari timu zinaanza kuzoea na kuchukulia wewe ni kama timu ndogo. Yaani Mtibwa anacheza kama anacheza na JKT Tanzania au kama anacheza na Dodoma Jiji, kitu ambacho ni hatari. Na mwalimu wa Mtibwa hawezi kufanya hiyo kitu kama hajafanya assessment ya viwango vya mtu mmoja mmoja, lakini kuna swala zima la mbinu. Unajua timu inaweza ikashuka kiwango, lakini ikaja kuokolewa na mbinu za mwalimu. Timu inaweza ikawa imepungua na kadi nyekundu 2, lakini mwalimu akaitengeneza bado isiweze kuruhusu bao. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinategemeana. Kama timu inashuka kiwango kutokana na ratiba, nini maana ya technical bench? Ni jambo la msingi. Kwa hiyo katika mechi leo hii kwa ufupi na mambo makubwa manne. Yanga leo kapata sare kwa vitu vikubwa vinne. Jambo la kwanza, hautaacha kuzungumzia uwanja. Haukuwa rafiki. Hii ni fact ambayo kisayansi tusipozungumzia tutakuwa sio watu wa mpira. Uwanja haukuwa rafiki, ni kama shamba la mpunga, na pengine haukustahili kutumika kwenye mechi ya hadhi ya ligi. Kwa sababu sio tu kwamba tulikosa ladha ya mpira, flow ya mpira ilikuwa nzuri, lakini pia ni rahisi kuweza kuzalisha majeraha kwa wachezaji, kitu ambacho sio healthy. Maana yake unakwenda kuhatarisha viwango vya wachezaji katika mazingira ambayo sio rafiki. Kama ungewaambia wachezaji mcheze au msicheze, wangesema uje tusitumie, lakini hawana namna. Jambo la kwanza. Jambo la pili, mwamuzi naye ameweza kufanya Yanga leo iweze kupata sare. Naona ukiangalia kwenye first half Yanga itakuwa penalty. Kipindi cha kwanza alikuwa ni Zalimwenda na kama sikosei aliingia kule, kipa kaenda akacheza miguu, mpira ukaenda kona. Mwamuzi akapeta, it was clear penalty. Watu sio kaanza kuisahau kwa sababu Yanga imepata sare. Hiyo ilikuwa ni penalty. Ukija kipindi cha pili ukiangalia goli ambalo Mtibwa wamesawazisha, kiukweli halikutakiwa kuwa goli kwa sababu kipa amefanywa obstruction, amezuiliwa. Yaani ameenda anataka kwenda, mtu kamwekea mwili. Kwa hiyo ikalazimika akae nyuma ya mtu ndio afanya atoe mpira kuweza kufika, ambayo ilikuwa ni foul ya wazi kuanzia referee na line 2. Wote wameweza kuona. Kwa hiyo watu ambao watamblame Diarra, anajua Diarra ni international player, anajua kwamba ile goli halikustahili. Na pale kama angeweza kuwahi, kwa sababu mpira vitu viwili ni time and space. Angeweza kuwahi pale, maana alikuwa anakwenda atole mpira na pengine ingeweza kuwa kona au kitu kingine. Jambo lingine, baada ya kuchoma Mtibwa, lile goli ambalo amekosa Mwanengo kabla ya kupiga itakiwa penalty. Yaani kabla hajapiga ile Mwanengo na akafanya juu, ilikuwa ni penalty ya wazi. Yaani mchezaji wa Yanga amefanyiwa foul ndani ya kwenda ya wazi, very aggressive foul kafanyiwa, akaanguka, mpira ukapita, mwamuzi akaiacha, ndio anakutana nao Mwanengo analibabua juu. Kwa hiyo ni kama mwamuzi ambaye alikuwa ametamani leo hii Yanga waweze kupata sare na pengine alikuwa anashangilia. Jambo la tatu ambalo tunataka kulizungumza ni utayari wa wachezaji wa Yanga, ambao hii ina connect na technical bench. Ukiwaangalia muda pale wachezaji wa Yanga wanakuja wana lose concentration. Kipindi cha kwanza Mamnyeto kama 4 mara 5 unaweza kuona anachukua mpira na wewe mwenyewe anaendelea kufanya maamuzi, unakuja unaondoka. Mwangalia Sinki na wachezaji wengine wote, maana yake viwango vyao vimeshuka na imefika hatua wana shida viwango, lakini pia wana shida ya uchovu. Inapotokea viwango na uchovu, benchi la ufundi kupitia physician ambaye ni mwalimu wa fitness inatakiwa ujue ni mazoezi ya namna gani uweze kuwapa wachezaji ili at least kuweza kuondoa ile uchovu. Kile kitu kingine ndiyo maana ya kufanya substitution, ya kufanya rotation kwenye klabu.
Ndio maana timu inasajili watu 35 33. Yes. Kwa maana ya kwamba lazima ujue kwamba katika msimu wangu unakwenda kuanza nitakuwa na ligi, klabu bingwa, FA, Mapinduzi, Muungano yote ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo lazima timu yangu niigawanye katika mazingira ambayo nitengeneze uwiano. Lakini leo Yanga walikosa uwiano. Toka ameingia mwalimu amestiki na watu wale tu, kitu ambacho kinapelekea mazingira magumu. Kwa mfano ukimwangalia saizi utimamu wa Yokwasi ambaye ametoka majeraha hauwezi kuwa sawa na Kibwana Shomari kabisa, ndio katika level ya kawaida. Yes. Sababu ametoka kwenye majeraha, unakwenda kumuingiza kwenye mechi ambayo timu inaongoza goli moja, alafu Mtibwa hawakuogopi. Baki ni bora umuingize Yokwasi, Mtibwa umekaa nyuma kwao. Kwa maana ukaa kwao wewe unataka kwenda kuataka. Yes. Sio, unaelewa? Kwa maana nakata kwenda kaataka kwa sababu wamekaa kwao. Mtibwa anakuja kwako na wewe unakwenda kwake. Wewe unaongoza goli moja. Na sehemu katikati inavuja. Unakwenda kumtoa mlinzi, yani unakwenda kumtoa mlinzi Joel Mwenda, sawa amechoka. Unakwenda kumwingiza mtu ambaye alikuwa na majeraha na akili yake inakwenda kwa much more offensive. Faulu 3 alizifanya katika eneo lile. Na mimi nikajua hapa anaenda kutokea goli. Na tunakwenda kuadhibiwa. Kwa hiyo moja kwa moja unagundua kwamba mwalimu, lakini pia lakini kingine timu yenyewe ndani ilikosa ubunifu na ufundi kwenye eneo la kona. Ile kona ambayo inapigwa pale ukiangalia kwenye mwamba aweza kama mtu mfupi hata siku moja kwenye mpira wa miguu. Yaani mtu wewe nyewe kama mnyeto warefu, mnakaa nje mkiwa mna mtu pale, unamweka Yokwasi ambaye ni mfupi. Sasa unamweka wa nini? Si unaelewa? Kwa hiyo ule mpango manake either kwenye training hawajapewa maelekezo ya kutosha au wamesahau kutokana na uchovu, kwa sababu ukichoka ni rahisi kuweza kusahau baadhi ya maelekezo. Lakini pia hata muundo wao mzima haukuwa sahihi. Kwani goli ambao limetokana na referee, limetokana na Yanga wenyewe pia kushindwa kujiposition katika maeneo ambayo, kwa sababu hatukai tu nyuma watu 10. Yaani kudefend sio kuwa na watu wengi. Kuwa na watu ambao wanaweza kutimiza majukumu yao kwa ufasaha, ndio maana kudefend. Kabisa. Kama mtakuwa mmekuwa 10 na hamna roho za kufanya, mtafungwa tu. Kabisa. Lakini all kwa all nishazungumza kwa mwanzo. Tokea mechi ya Simba, nisema simuoni mwalimu wa Yanga akifika Pasaka. Kwa sababu ya uwezo ambao alikuwa nao. Ukiniambia issue ya muda, Yanga walichange kutoka kwa Gamondi, wakaja kwa Sid, wakaja kwa Milud. Ndani lakini bado Yanga iliweza kumaintain rhythm yake. Okay. Toka ameingia kwenye ligi, kwanza Yanga haichezi vizuri, lakini haichezi vizuri basi iweze kupata matokeo, haipati matokeo. Ameongea bwangu hapa Steve. Sijawahi kushuhudia mimi raundi ya kwanza Yanga anamaliza akiwa na hizi sare. Okay. Naona sio sahihi kwa Yanga, yani kuweza ku lose 10 sawa points within 16 match ni kitu cha tofauti. Ame lose pointi nyingi sana. No matter what kwamba anaongoza liko pointi moja, lakini kama ni bingwa ambao anatetea na bado mechi nyingine ngumu, sio indication nzuri. Kweli tumie nafasi hii kuambia kama kweli Yanga wanatamani kurudi katika ubora wao, itosha kusema kwamba waagane na mwalimu. Lakini wakati wanaagana na mwalimu, vile vile lazima wajitathmini kwenye eneo moja. Pale ambako unakwenda kutafuta walimu, basi umejiita kwamba umeenda kumchukua anaweza kuendana na falsafa tulionayo. Wakati mwingine sio CV. So unaelewa, wakati mwingine sio CV. Yaani unaweza kuwa na mwalimu mkubwa na CV kubwa, lakini je, mfumo unaotumia unaweza kureflect? Kwa sababu lazima kwanza uangalie wachezaji. Plani ya mwalimu inategemea na wachezaji. Kabisa. Leo ukimchukua Pep Guardiola ukampa timu kama ya Crystal Palace hawezi kufundisha. Okay. Crystal Palace ni wanaamini katika mpira wa direct football au matumizi ya nguvu. Yeye anataka wachezaji ambao wanyumbulifu, wenye kilo chache, waweze kukimbia eneo kubwa, kwa sababu anaamini katika ile possession football. Kwa hiyo sio tu CV ikiwa amefinisha huko mpita huko basi kocha mzuri, hapana. Lazima wafanye comparison kati ya mwalimu na aina ya watu walionao. Ndio kwanza mechi ya kwanza ya raundi ya pili tena unaangusha alama, unakosa advantage ya kuitumia ambayo jana Simba anafikiri mechi iliyopita alipoteza na kuweza kusettle wigo. Kwa binafsi nafikiri ni mechi ambayo imesikitisha. Issue ya Yanga kuonewa na waamuzi sasa imekuwa ni kawaida, lakini kingine na kiwango pia kimepungua kwa sababu Yanga hata msimu uliopita alikuwa anaonewa lakini alikuwa anafunga. Amepiga shot on target 10. Amepiga kona 7. Unaachilia unaishia kupata goli moja. Nafasi za wazi karibia 7. Utaniambia sasa pale kocha angepiga yeye. Wachezaji wanapokosa umakini wakiwa hawako fiti ni rahisi kuweza kulose concentration. Kwa sababu wachezaji wa Yanga hawako fiti, ndio maana uwezekano wa kuhusianisha matumizi ya nguvu, akili na muono ni mdogo. Pale Mwanengo angekuwa yuko katika hali nzuri, alikuwa anatulia tu, anaweza kuplace. Lakini ule uchovu walionao ulimsukuma afanye maamuzi ya haraka, mpira ukaenda juu. Kwa hiyo ilitosha kusema tarajii kumuona kocha Yanga akiendelea kubaki na klabu. Kinyume na hapo, sijui nini kitakwenda kutokea.
Bana, ni mambo mazito kweli kweli hayo. Lakini Godfrey, na wewe sijasikia comment yako kwa kocha, anafaa kuendelea kubaki pale Jangwani ama apewe thank you aondoke kwa hiki ambacho kinaendelea? Kipengele ni kizito. Yaani ukiangalia kipengele ni kizito. Kwamba tusimjaji sana kocha. Unajua muda mwingi sometimes tunakimbilia, kuna sehemu tunazokimbilia, lakini kuna matatizo fulani. Yaani kuna tunasema kama pale kuna plan A, plan B na plan C. Zile herufi zote tatu zinamaanisha kama wale wachezaji wa Yanga wamepata hizo herufi tatu na kujua maana yake ni nini, basi ujue kocha amemaliza kazi yake. Yani wanaocheza ni wachezaji, sio kocha. Kuna makosa labda anayafanya ndani ya labda sabu, kuchelewa kutoa sabu. Kuna makosa anayafanya kwamba unajua zamani ilikuwa yule mchezaji anaokaa benchi ni yule ni super sabu. Yani kwamba unakaa benchi sio kama wewe ni mbaya, unakaa benchi kwamba wewe unatakiwa uangalie game, usome mchezo. Iko, umenielewa sasa? Yes. Kwa hiyo plan ya kukaa wewe benchi sio kupanda ni plan hii kwamba wewe ni mchezaji mbaya, hapana. Wewe unakaa benchi unasoma mchezo. Makosa ya timu ile nyingine, je, nguvu yao iko wapi? Nikiingia mimi nikapite upande gani? Nafanya kitu gani? Yani hivyo ndo maana ya kukaa benchi. Lakini sasa ukiangalia kama huyu jamaa anakuja kuingia kutoka benchi, analeta faida gani? Ndio maana alivyoongea kama ndugu yetu hapa, wasema bwana, sabu ina faida gani? Sabu yako imekuja wewe, tumemtoa huyu kachoka. Wewe umeingia hujachata dakika kama 20-25. Je, umekuja na energy gani? Positive energy, negative energy. Kwa hiyo kuna vipengele hapo mnaweza mkamlaumu kocha, lakini kuna vipengele kwamba vipi tunavyo sisi wenyewe ndani kule kama wachezaji. Kocha hawezi kucheza, hawezi kusema bwana toka nje niingie mimi nikuoneshe, hapana. Ni sisi wenyewe tulikuwa ndani. Tunafanyaje? Na zamani ukiangalia mipira yote ilikuwa wanacheza zamani, yani ukiangalia enzi hizo wanacheza mpira, unakuta mchezaji kama mimi nimechoka, naenda kwenye nafasi ya mwenzangu ambao nitaweza kupumzika. Sio kama mchezaji wa zamani, yani kama ulijua zamani unavyocheza. Unaona bwana, nikienda middle napumzika, nikienda forward napumzika. Kwa hiyo ilikuwa kama kuna rotation fulani mnaifanya. Lakini kwa sasa hivi nadhani vile vipengele hivyo watu wana focus kwa vipengele vingine. Alafu pia ukiangalia tulikuwa tunaongoza goli moja kwa muda mrefu. Sisi tunataka tuwe watulivu. Yani kama sisi tunataka tuwe watulivu, mpira utulie, tumechoka. Tuwekeni mpira chini, tucheze pasi 10, 15, 20. Lakini sasa sisi kila saa mpira tukipoteza wanatushambulia. Tukipoteza nani anachoka sasa hapo? Ni sisi sasa. Unachoka wewe hapo. Kila dakika wewe mpira ukipata umepoteza, si unatakiwa utafute. Yes. Sasa mchezaji anaendelea kuchoka kwa sababu mbinu ya kwamba kuna plan A, tumeattack tumepata goli. Plan B tunapumzika, tuna control game, tunacheza, ndio maana ikaandikwa B, ball control. Tukija kwenye plan C, connection. Kwa hiyo Yanga wamekosa ball control na connection kwa sababu mpira baadaye unaona pasi fyongo nyingi. Mpira unaenda, matokeo unakuja unamkwalua mtu, faulo wanapata kona, goli. Shughuli imeisha. Kwa hiyo vipengele vipo, sio tunaweza kusema kocha toka nenda nini. Lakini mimi pia nataka nichangie hapa. Najua Godi ni mwalimu, lakini pia na mimi ni mwalimu wa mpira. Yes. Kwa hapa tumekutana na walimu wote wa mpira. Ndio. Yaani kwa nini watu tunazungumzia mwalimu? Hizo elfu ambazo tatu mswali elfu gani ya kwanza? Ni kwa A, B, nini? A attacking. Ili wakusikie attacking. Ya pili B ball control. Ya tatu C connection. Sasa hapo ujumbe wa mwalimu anaingia wapi? Ni kuweza kufanya connection vitu vitatu. Yaani unakuwa una vitu vitatu ambavyo unaviandaa, lakini lazima utengeneze kitu kinaitwa chemistry. Au tunasema ni rhythm ya timu. Exact. So unaelewa? Yeah. Issue ya kwanza, kwa nini Yanga wakaenda mipira? Manake kwa nini Yanga pasi zao nyingi zinapotea? Kwa nini timu ikiwa inakwenda kushambulia kinyang'anyo wa mpira inakuwa ni rahisi kuweza kushambulika? Maana yake kuna vitu viwili. Jambo la kwanza, ile setup ya timu kupitia mwalimu haiko sawa. Upange kikosi chenye uwiano. Upange kikosi chenye uwiano. Unaelewa sio? Yes. Unapoamua labda kumtumia Dep na Dube katika mechi moja, kwa maana unaingia na two strikers. Kabla hujawapanga tu usifikirie kufunga, maana yake utakuwa ufanya assessment ya kuangalia opponent anaingiaje kiwanjani. Si unaelewa? Anaingiaje kiwanjani opponent. Kwa hiyo vile atakavyoingia ndivyo mimi nitakwenda kureact, kwa sababu nikiamini kwamba hawa wanapenda kushambulia kwa namba kubwa. Kwa hiyo njia ya kwanza kwenda kufanya ni panga washambuliaji wawili ambao ni hatari, ili kuwafanya wao waweze kuopt kubakiza watatu mpaka watu wanne kuweza kuwadhibiti hao. Kufanya vile na kwenda kupunguza namba kwenye eneo la nini? La mwisho la mpinzani. Unaelewa ninachozungumza? Yeah. Kwa hiyo hayo ni mambo ya mwalimu, lakini pia umezungumza hapa. Kipindi cha pili
itakiwa Yanga wanaongoza goli moja, si ndio? Kwa hiyo wao itakiwa kwanza wawe calm, na kuna kipindi Mohamed Hussein alikuwa anajitahidi sana kutaka kukamu mchezo, akichukua mpira anatulia, anataka tupige pasi. Hilo ni jukumu la mwalimu, ndio bwana ampewa eneo pale hili hapa kwamba saa hizi tufanyeni kitu gani katika timu, tunaongoza goli moja, hao wana pressure, tuje kwetu tuwa contain, tukipata tuwatake kutoka counter attack, unaelewa? Haya, tuangalie timu inaongoza goli moja, unakwenda kumwingiza kwa nini Buba ambaye ana effect, unaelewa? Ana effect wakati toka amekuja, ukiacha mechi ile ya kombe la FA, ana effect yoyote kwenye timu. Ni mtu ambaye amekuwa hayuko fit, unakwenda kumuingiza aweze kwenda kukusaidia nini kama sio kwenda kufanya timu kwenda kuikaba timu, unaelewa? Lakini pia kama uzungumza leo tukizungumza mpaka pale hapa, ukiangalia mtu kama Andambwile, unafahamu Andambwile alishaanza kuclick enzi ya Falls, alianza kuclick akawa ni first 11, ameweza kwa system, ameweza kufunga. Na huyu Andambwile kabisa hatumiki. Kwa hiyo nasema kwamba mwalimu yeye ndo kazi yake ni kufanya assessment ya timu kabla ya mchezo na wakati wa mchezo na baada ya mchezo. Na mwalimu mzuri ni yule ambaye anaweza kusoma mchezo wakati mchezo ukiwa unaendelea, kwamba tumeingia hapa, hii mechi ishakuwa ngumu, uwanja sio rafiki. Kwa hiyo hapa tena hakuna sababu pengine ya kupiga pasi nyingi kupitia katikati. Niingize watu ambao watakuwa wanakimbia kwenye flanks, tunapiga cross, tunarudi, ili ya Mtibwa tunyime utulivu katika eneo la kati, na tuweze kuwatawanya watoke ndani waende pembeni, kwa sababu Mtibwa kule mbele walikuwa na watu watatu, walikuwa wana Said Mkopi. Kuna muda nimeweza kuona mimi mtu ana drive wa Mtibwa eneo la kati, amedrive karibia mita 8 peke yake. Yaani mnaongoza goli moja, mtu ana drive mita 8 peke yake, hakuna disturbance. Lakini kingine, Damaro sio kiungo wa ardhi ya Yanga na sio proper number 6. Sio kiungo wa level ya Yanga na sio proper number 6, kwa sababu kila anapoingia anajitegea eneo lake, panakopa na gap kubwa sana. Ona utofauti kama hajaingia na baada ya kuingia. Unaweza usiwe una pasi nzuri, lakini ukafanya eneo la kiungo likawa rigid. Ndio kazi ya msingi. Kazi ya kwanza ya kiungo namba 6 ni kuilinda defense, kwamba kama defense haijakuwa vulnerable, wewe unaanza kupunguza mashambulizi, lakini yeye anapoingia hailindi defense, ndio inazidi kushambuliwa. Maana yake hapa lazima waangalie mbadala wa kuweza kufanya. Nilizungumza kwamba wakati mwingine Andambwile ni bora kuliko nani? Kuliko Damaro. Lakini sasa hatumiki. Leo hii tunazungumza hapa, Shwaboy yuko wapi? Haonekani kabisa. Utaniambia Shwaboy amezeka kwa Ngoiko? Hapana. Wakati mpaka leo hiyo kina Aruna Chanongo wanacheza kabisa. Si unaelewa? Kwa hiyo nafikiri kwamba mimi binafsi kwa leo hii, no matter what, achilia makosa kiuamuzi, ifike hatua wananchi waamue kufanya maamuzi. Huyu mwalimu hawatoshi. Najua kuna gharama kubwa za kuweza kufanya, kuna mambo ya compensation, lakini ndio ukikosea kupanga, sawa, wanakuambia ni ngumu kuweza kupata mafanikio. Sawa, dakika 40 zimetosha kabisa kupatia uchambuzi mzuri. Mimi naitwa Nicholas John, na wewe pia unaweza kucomment hapo ili tujue nini hasa ambacho unakifikiria juu ya Young Africans ambayo imepoteza kidogo mvuto kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mimi sina la ziada, itosha kusema nikutane tena muda na wakati mwingine. Ulimsikia vizuri kwa Godfrey, shabiki mwanachama, lakini pia mchambuzi, bila kusahau ni mwalimu na mchezaji wa zamani wa mpira wa miguu, Dominic Salama Chifu Nzobane kama Zumfela. Yeye haina haja ya kumuelezea, najua mnamjua, lakini tulikuwa naye pia hapa kuna nyakati, mwamba kweli kweli, mwite Steven